Tunashukuru sana uongozi wa mkoa wa Morogoro chini ya uongozi wa Mheshimiwa Adam Malima kwa kupendekeza zoezi hili la uwekaji wa jiwe la msingi liwe ni sehemu ya shughuli hizi za maadhimisho ya kitaifa ya Muungano. Na vile vile tunamshukuru sana mkuu wa wilaya ya Kilosa ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, ndugu yetu Shaha Hamidu Shaka na timu yake yote kwa kushiriki katika maandalizi ya hafla hii. Taarifa ya ujenzi wa majengo mapya hapa Dakawa imetolewa kwa kina na kaimu katibu mkuu. Ujenzi huu ni sehemu ya utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa vyuo vya ualimu viboreshwe na kuwa na miundombinu nzuri zaidi. Katika utekelezaji wa agizo hili la rais wetu, vyuo vitatu vya ualimu vimejengwa upya kabisa. Vimehamishwa vilipokuwa na kujengwa katika maeneo mapya na miundombinu mizuri zaidi. Vyuo hivyo ni chuo cha Mhonda ambacho kiko hapa Morogoro, chuo cha Kabanga ambacho kipo Kigoma na Sumbawanga ambacho kiko Rukwa. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe alizindua vyuo hivi vilivyojengwa upya vya Kabanga na Sumbawanga baada ya kukamilisha ujenzi huo katika maeneo ambayo kama nilivyosema ni mapya kabisa. Pamoja na vyuo hivyo vilivyojengwa upya, vyuo vingine 26 vya ualimu vimejengewa majengo mapya na kufanyiwa ukarabati mkubwa. Vyuo hivyo ni pamoja na hiki hapa Dakawa ambacho Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais umeweka jiwe la msingi la majengo 11 ambayo yameshakamilika kwa 92%, lakini na mengine ambayo yataendelea kujengwa. Hatimaye tutakuwa na majengo mapya 32. Maeneo mengine ambapo ujenzi huu ukarabati unafanyika katika vyuo vya walimu ni pamoja na vyuo vya Morogoro, Mpwapwa, Butimba, Kasulu, Songea, Tukuyu, Marangu, Korogwe, Tabora, Tandala na Chingwea, Tarime, Kinampanda, Mandaka, Patandi, Ilonga, Bunda, Bustani, Katoke, Mamire, Monduli, Mtwara kawaida, Mtwara ufundi, Singachini na Vikindu. Hivi vyuo vyote vimefanyiwa ukarabati mkubwa Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais na majengo mapya kama unavyoona hapa, kwa sababu rais wetu alisema ili tuweze kutekeleza mageuzi ya elimu vizuri, kwa kweli walimu na ufundishaji na uandaaji wa walimu lazima uwe katikati ya juhudi hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na ujenzi na ukarabati huu mkubwa kwenye vyuo vya walimu, yapo mageuzi makubwa ya kisera na ya kuendeshaji katika uandaaji wa walimu hapa nchini ambao wanatokana na sera yetu mpya ambayo tunaitekeleza ya ualimu. Kwa sababu ya hali ya hewa nitataja machache. Kwanza, kuanzia sasa elimu ya ualimu itaanzia katika ngazi ya diploma. Hakutakuwa tena na cheti cha certificate kwa ajili ya ualimu. Na maana yake ni kwamba kila mtu anayesomea ualimu lazima awe walau amemaliza kidato cha 6 au zaidi. Na level ya chini kabisa ya kusomea ualimu itakuwa ni diploma. Na hiyo ni kwa vyuo vyote vya ualimu hapa nchini. Pili, tutatenga vyuo vingi zaidi vya ualimu ambavyo vitakuwa mahususi kwa ajili ya ualimu wa masomo ya amali. Masomo kama ufundi, kilimo, michezo na kadhalika. Katika hili Mheshimiwa mgeni rasmi, vyuo vya ualimu vya Mtwara kawaida na Mtwara ufundi vimeunganishwa. Kuna chuo kimoja ambacho sasa kimefanywa kuwa kampasi ya Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya, ambacho kazi yake itakuwa ni kufundisha na kuandaa walimu wa ufundi na ufundi wa kihandisi. Chuo hicho, kampasi hiyo sasa hivi kwa Mtwara na kazi hiyo imeshafanyika. Kilichobaki ni utekelezaji na kuongeza vifaa vya kufundishia. Na chuo hiki kitatoa diploma pamoja na kwamba ni kampasi ya chuo kikuu. Tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu somo la biashara, somo la ujasiriamali ni la lazima
kwa sekondari zote kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Tutaimarisha ufundishaji wa masomo ya biashara, masomo ya ujasiriamali katika vyuo vyote vya ualimu hapa nchini. Na 4, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutatenga vyuo vya ualimu mahususi kwa ajili ya lugha. Tutahakikisha kuna vyuo vya ualimu ambavyo kazi yake ni kufundisha lugha peke yake, ikiwa ni pamoja na Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa, Kiarabu, Kichina na kadhalika. Na hii ni kwa sababu tunataka kuimarisha lugha zote, na vile vile tunazingatia ukweli kwamba sasa hivi masomo ya lugha ya Kiarabu, Kichina na Kifaransa yatakuwa ni masomo ya hiari kwa shule zote za msingi hapa Tanzania, kama kukiwa na walimu wa kufundisha na wanafunzi wanataka kusoma, masomo hayo yatatolewa katika shule hiyo. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa kuandaa walimu wa kutosha katika lugha hiyo. Lakini jambo hili vile vile linazingatia kwamba ili kukuza Kiswahili duniani kitumike, lazima tuandae Watanzania ambao ni wataalamu wa lugha zote ili waweze wakafanya kazi ya ukalimani, na pia ujuzi wa lugha tunajua utasaidia sana katika kuendeleza utalii. Haya ni baadhi ya mageuzi katika uandaaji wa walimu. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, ujenzi huu unaoona na miundombinu yote hii vinaenda sambamba na mageuzi haya ya kisera na kiuendeshaji. Itoshe tu kusema kinara wa mageuzi ya elimu hapa nchini, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaweka msukumo mkubwa sana katika elimu, na haya tunayoona hapa ni matokeo ya juhudi zake hizo za kuiendeleza Tanzania, na ni ajenda ya vijana, kuendeleza vijana hapa nchini kwetu. Kwa tunafurahi leo siku ya birthday ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaweka alama, unatuwekea alama katika ujenzi huu. Sisi tunaitakia nchi yetu happy birthday. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aibariki na kuilinda nchi yetu. Tuendelee kuwa wamoja na mshikamano kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu.